mnayoona kwa mbali ni gari ya kubeba wagonjwa kama mlivyoyazoea, na pale juu utaona kile ni kitanda kile ambacho tayari watu walishakuwa wamesha kiharibu. Hii ndio gari ambayo kimsingi sasa imeshataifishwa. Mtu mmoja amehukumiwa kifungo na mahakama baada ya kukiri kosa. Na mafanikio makubwa kutokana na timu hii ya uongozi wa maafisa hawa na wakaguzi mkoa wa Mara, lakini na askari ambao mmekuwa mkiwaona wakati wote. Tarehe 25 Oktoba 2025 majira ya saa 2 za usiku, huko katika kituo cha polisi cha Msoma mkoa wa Mara, ilipokelewa taarifa ya wizi wa gari. Taarifa hiyo ilipokelewa kutoka uongozi wa hospitali ya manispaa ya Msoma juu ya wizi wa gari la kubeba wagonjwa kwa maana ya ambulance, gari aina ya Toyota Land Cruiser yenye namba za usajili STM 7830 yenye rangi nyeupe. Iliibwa na mtu ama watu ambao mwanzo hawakuweza kufahamika, na watu hao waliiba gari hiyo ikiwa katika maegesho yake ya kila siku manispaa ya Msoma. Baada ya tukio hilo, jeshi la polisi lilianza uchunguzi wa kina kwa ushirikiano wa vyombo vingine vya ulinzi na usalama pamoja na raia wema, hatua iliyowezesha kurejeshwa kwa gari hilo likiwa katika hatua za mwisho za kubadilishwa matumizi. Kazi hii nzuri yenye weledi mkubwa kabisa imefanywa kwa ushirikiano wa hali ya juu, raia wema, vyombo vya ulinzi na usalama, na kufanikiwa kuwakamata watuhumiwa 4 ambao ni Goodluck Steven Chacha mwenye umri wa miaka 26 mkazi wa Tarime mjini, Karume Kimweri mwenye umri wa miaka 26 mkazi wa Mrombo Arusha, Saidi Hussein Ramadhani mwenye umri wa miaka 39 mkazi wa Arusha huko. Alikamatwa Elia Joakim Limo mwenye umri wa miaka 53 naye ni mkazi wa Arusha. Sambamba na watuhumiwa hao, lilikamatwa gari hilo ambalo liliibiwa likiwa katika hatua za mwisho za kulibadilisha kutoka muonekano ule wa kubeba wagonjwa na kuwa katika muonekano wa kibiashara wa kubeba watalii, na taratibu za kuwafikisha watuhumiwa hawa mahakamani, kwani upelelezi umeshakamilika, zinafanyika na watafikishwa wakati wowote mahakamani. Katika mapambano dhidi ya dawa za kulevya, jeshi la polisi mkoa wa Mara limemkamata mtuhumiwa aliyekuwa akisafirisha madawa ya kulevya aina ya mirungi kutoka Bunda kwenda Shinyanga. Mtu mmoja aliyofahamika kwa jina la Abdalla Hussein mwenye umri wa miaka 30 mkazi wa mtaa wa Kambarage mkoa wa Shinyanga, akiwa na sandarusi lenye sharuba au vifungasho 160 dawa za kulevya aina ya mirungi yenye uzito wa kilogramu 67. Mtuhumiwa huyo alikamatwa akiwa anaendesha gari aina ya Toyota Hilux sajili wa namba T 540 EGD yenye rangi nyeupe, akisafirisha dawa hizo kutoka Bunda mkoa wa Mara kwenda Shinyanga. Mtuhumiwa alifikishwa mahakamani ambako alikiri kosa hilo kwa makubaliano ya kisheria kwa maana ya plea bargaining, na kutokana na makubaliano hayo ya kisheria mtuhumiwa alitiwa hatiani na kuhukumiwa kifungo cha kwenda jela miaka 2 au kulipa faini. Lakini pia gari hilo lililokuwa limetaifishwa dawa za kulevya limetaifishwa na serikali. Jeshi la polisi mkoa wa Mara limefanikiwa kukamata dawa za kulevya aina ya bangi zikiwa katika vifungashio vya ukubwa wa aina mbalimbali, kilo hizo 30. Lakini pia limeweza kukamata pombe haramu maarufu kama gongo, kiwango cha kiasi cha lita 2464. Ndugu wanahabari, hii ni sawa na mapipa 12.5 ya pombe haramu ya moshi. Jeshi la polisi mkoa wa Mara linaendelea kutoa wito kwa wananchi kushirikiana na jeshi lao kutoa taarifa za uhalifu ili kuendelea kudumisha amani, utulivu na usalama wa mkoa huu. Lakini pia tuliweza kukamata mitambo
ya kutengeneza pombe hiyo haramu mitambo miwili na jumla ya watuhumiwa 190. Kesi za mashauri haya zipo katika hatua mbalimbali na nyingine zimeshafikishwa mahakamani na wapo watu ambao tayari wameshatiwa hatiani na wanatumikia adhabu. Jeshi la Polisi mkoa wa Mara linatoa wito kwa wananchi, kwanza kuendelea kuliamini jeshi lao la polisi mkoa wa Mara, na kwa kufanya hivyo liendelee kutoa taarifa za namna ya kuwabaini hao wahalifu, namna ya kubaini uhalifu wenyewe unaoendelea kwenye mitaa yao na kutolea taarifa kwa jeshi la polisi. Nasi tutaendelea kuwa waaminifu na kufanya kazi kwa weledi kutokana na matokeo haya ambayo ninyi mnayaona, na tuendelee kuhakikishia wananchi kwamba kwa kufanya hivyo wale watu wa taarifa watakuwa salama.